Hello wadau wetu, karibuni sana kwenye channel yetu. Sasa leo hii nitakueleza namna ambavyo unaweza ukapunguza gharama ya kununua dawa ya minyoo kwa kuku. Kama tunavyojua, kuku ni lazima uwape dawa ya minyoo, na dawa ya minyoo inategemea, unaweza kuwapa baada ya miezi miwili, wengine wanawapa baada ya mwezi mmoja. Ni muhimu sana ukawa una utaratibu mzuri kabisa wa kuwapa dawa za minyoo, kwa sababu kuku kama utaendelea kumhudumia vizuri na kama yeye akawa na minyoo, basi huwezi kuyaona matokeo yoyote yale. Kuna watu wao wanalalamika, kuku wangu hawatagi, wamefikia umri wa kutaga lakini hawatagi. Watu kama wao tunaenda nao taratibu kwanza. Tunashauri pia kwanza awape dawa ya minyoo. Na wengi wao baada ya kuwapa dawa ya minyoo, pia wao wanakuja na mrejesho kuwa wale kuku wameanza wanataga. Mwingine anasema kuku wangu hawanenepi, wanakonda, wanadumaa. Kitu cha kwanza huwa tunamshauri kwanza aanze kwa kuwapa dawa za minyoo, kama ni asili au ya dukani. Hilo huwa tunashauri sana aanze na dawa ya minyoo, halafu aende kwenye kubadilisha chakula, vitamin na kadhalika. Kwa hiyo utaona kabisa hii sehemu ya minyoo ni sehemu ambayo unaweza ukakosea kidogo tu, lakini usipate matokeo au ukaingia kwenye hasara kubwa kabisa. Sasa hauna ulazima wa kutumia gharama kubwa sana kununua dawa za minyoo kama Levifarm na kadhalika, wakati kuna mimea mingi ambayo inatoa vizuri kabisa minyoo. Yani kuna mimea ambayo ukiwapa kuku inatoka minyoo. Yani ukiwapa leo, kufikia kesho asubuhi unakuta kuku amejisaidia kinyesi ambacho kina minyoo kabisa. Hujatumia gharama yoyote ile. Nisikilize mpaka mwisho ili ujue hiyo mimea. Kuna mimea kama 5 hivi, majani kama 5 au mimea kama 5 ambayo ukiitumia kwa kuku wako minyoo yote huwa inaondoka. Na kama huwa una utaratibu wa kuwapa hii mimea mara kwa mara, basi kuku wako ni nadra sana kukuta wana minyoo. Kwa sisi hapa shambani kwetu, kuku wetu hatujawahi kukutana na kesi ya minyoo kwa kipindi cha hii miaka ya hivi karibuni, kwa sababu tumekuwa tukiwapa sana haya majani. Kwa sababu haya majani hayana kazi moja ya kutoa minyoo tu, yana kazi nyingi. Kwa hiyo tunayatumia katika mazingira mbalimbali, tunayatumia kama booster, kama vitamin, kama kinga, lakini vile vile tunayatumia kwa ajili ya kuondoa minyoo kwa kuku. Mmea ambao huwa tunautumia ni kama vile majani ya mashona nguo. Majani ya mashona nguo yanatoa vizuri kabisa minyoo. Ukiwapa kuku wako ndani ya siku 2 mpaka 3 unakuta kuku wamejisaidia kinyesi ambacho kina minyoo. Na wakati mwingine kama walikuwa na minyoo mingi, kuanzia ile siku ya kwanza ukiwapa usiku wa leo, ukifika kesho asubuhi unakuta kuku wameanza wanajisaidia kinyesi ambacho kina minyoo. Tena haya majani ya mashona nguo, kuku wanajisaidia kinyesi ambacho kina minyoo imekufa kabisa. Yani kwa hiyo iko vizuri sana 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 kwenye kutoa minyoo. Na majani mengine ambayo yanatoa vizuri kabisa minyoo ni majani ya mpapai. Majani ya mpapai ni mazuri sana kwenye kutoa minyoo, lakini vile vile haya majani ya mpapai yana boost, yanafanya kuku waweze kuwa na uzito mkubwa, lakini vile vile kuku wako waweze kutaga vizuri, kwa sababu yanaongeza vitamini nyingi sana pamoja na fibers ambazo ni muhimu sana kwenye mwili wa kuku. Kwa hiyo ukiwa unawapa kuku wako majani ya mpapai, utakuwa umewasaidia sana kuwaondolea minyoo, lakini vile vile utawafanya waweze kuwa na afya bora, kwa sababu yana boost pia. Na mmea wa 3 au majani ya aina ya 3 ambayo yanatoa vizuri kabisa minyoo ni majani ya ndulele. Majani ya ndulele yako vizuri sana sana kwenye kutoa minyoo. Yanatoa haraka sana minyoo. Unawapa kwa muda wa siku 2 na unakuta kuku wako minyoo yote imetoka. Na kitu cha 4 ambacho unaweza kukitumia kwa ajili ya kutoa minyoo ni magadi. Magadi ambayo tunayazungumzia hapa ni yale magadi chumvi. Haya magadi ambayo huwaga yanatumika sana kuweka kwenye mboga, kulainisha mboga. Wanaopika mlenda nadhani wanatumia sana. Haya magadi wengi wao wananiuliza. Haya magadi yanapatikana sokoni. Kwenye masoko haya yanauza vyakula, kuna watu waga wanauza, na wengi nadhani mtakuwa mnayafahamu. Yanatumika sana kupikia mlenda. Haya magadi ni mazuri sana 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 kwenye kuwatibia kuku minyoo. Lakini haya magadi unapowapa lazima uchukue tahadhari. Hakikisha unawapa kwa mwezi mara moja tu, na unawapa siku 2, labda leo na kesho. Basi ukizidisha huwa yanaenda kuharibu kabisa hata zile system za ndani, kwa sababu kuna bakteria wengine ambao pia wanahitajika kwenye ule mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Ukizidisha kuwapa magadi, utaweza kuwaondoa wale wote, na kuku wako tena watarudi kuwa na afya mgogoro. Kwa hiyo hapa kwenye magadi hakikisha unatumia siku 2 tu kwa mwezi kwa ajili ya kuweza kuwatoa hiyo minyoo. Na kitu kingine ambacho kinatoa minyoo vizuri kabisa ni kitunguu saumu. Kitunguu saumu pia kina uwezo mkubwa sana wa kutoa minyoo kama utaweza kukiblend na kuweka kwenye maji yao ya kunywa. Hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo vinatoa minyoo kwa haraka zaidi bila kutumia gharama yoyote ile, ambapo ungeweza kwenda kununua Levifarm, Piperazine, lakini wewe utaweza kutumia hii mimea na ikafanya kazi vizuri kabisa, tena kwa 100%. Sasa
kama unataka kuchanganya sasa kutumia vile vipimo halisi vya kuweza kutengeneza ili kuku wako waweze kutokana na hiyo hali ya kuwa na minyoo, basi tunakushauri ununue kile kitabu chetu cha tiba za asili. Hiki kimeelekeza vipimo, siku za kuwapa, kina maelekezo yote ya mimea yote, sio tu dawa za minyoo, bali mimea ambayo inatibu magonjwa yote na namna ya kutengeneza, kuchanganya na kuwapa na minyoo yote ikaondoka. Kwa hiyo ukiwa na hiki kitabu hauna haja kabisa ya kununua dawa za minyoo, bali utaweza kutafuta wewe mwenyewe majani mbalimbali na utayatengeneza na kuku wako minyoo yao yote itatoka. Hiki kitabu ni 10,000 tu, ukilipia unatumiwa papo hapo soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Vile vile tuna vitabu vingine. Tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, kinakupa mwongozo mzima wa kumfuga kuku wa kienyeji kwa njia za kisasa ili uweze kupata matokeo mazuri kabisa kwa kuku wa kienyeji. Pia tuna kitabu cha safari ya ufugaji, hiki kinakupa mwongozo mzima wa kumfuga layers au yule kuku wa mayai pamoja na chotara. Lakini pia tuna kitabu cha ufugaji wa broiler. Hiki kinaelekeza hatua zote za kumfuga broiler kuanzia day 1 utakapomweka bandani mpaka unamuuza. Kina maelekezo yote kama utamfuga kwa kutumia njia za asili, kinga za asili, chanjo za asili zipo humo pamoja na formula ya kutengeneza finisher kwa broiler utaikuta kwenye hiki kitabu. Kina mwongozo mzima wa kumfuga broiler kwa kutumia njia za asili kabisa. Lakini pia tuna kitabu kile cha mwongozo wa kutumia booster kila siku, kama ni kuku wanaotaga au ni kuku wa nyama, kutumia booster za asili kila siku. Kama utaweza kuwapa booster za asili kila siku kuku wako na uweze kuona matokeo ya haraka zaidi, unanunua hiki kitabu cha mwongozo. Wanatumia wanaofuga chotara, wanaofuga kuku wa nyama, hata kwa kienyeji pia unaweza ukatumia, kwa sababu ni vitu vya asili tu ndio ambavyo vimewekwa kwenye ile ratiba. Hiyo ratiba imeelekeza kila siku ndani ya mwezi mzima, na mpaka ule mwezi wa pili umeelekezwa unatakiwa uwape vitu gani ili uweze kupata matokeo mazuri. Kuku wako kama wana changamoto, hawatagi vizuri, hawafanyeje, basi hiki kitabu kitakupa mwongozo mzima wa kuwafanya kuku wako watage vizuri au wanenepe, uwape booster gani kila siku. Ratiba nzima ya kuwapa utaikuta kwenye hiki kitabu. Pia kwa wale ambao wanataka kutengeneza incubator za boxi, tuna kile kitabu ambacho kinaelekeza namna ya kutengeneza incubator yako ndogo nyumbani ya boxi kwa ajili ya kutotoleshia mayai kama una mayai machache, kwa wale wafugaji wa kuku wa kienyeji na kadhalika. Lakini pia tunauza incubator ambazo zina ufanisi wa hali ya juu. Incubator zetu ni nzuri kwa sababu zinatotolesha mayai kwa zaidi ya 90%. Ziko tofauti kabisa na hizi incubator za Mchina. Kama ushawahi kutumia incubator ya Kichina, basi ukinunua incubator yetu utaona mabadiliko ni makubwa na utapata matokeo makubwa sana. Incubator zinaanzia mayai 60 na kuendelea. Unaagiziwa popote ulipo. Wewe utalipia usafiri na tutakuagizia incubator yako na tutakusimamia mwanzo mwisho. Kuanzia unapoweka mayai mpaka utakapotoa vifaranga, tutakuwa tukikusimamia na tukikupa maelekezo. Panapokuwa na changamoto ukiuliza, tutakuelewesha. Pia tuna kundi la mafunzo ambalo ada yake ni 8,000. Ukilipia tunakuunga kwenye hili kundi la mafunzo. Unaweza kupata darasa kama unahitaji ushauri wa ufugaji, labda uchukue vifaranga gani, chakula gani na kadhalika. Ushauri wote utaupata kwenye hili kundi kwa kulipia ada tu ya shilingi 8,000, na hivyo vitabu, kila kitabu ni shilingi 10,000. Ukilipia unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Asanteni sana, tunawapenda, tunawakumbusha kulike, kusubscribe, kucomment pamoja na kushare.